Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena tuzidi kuhabarishana. Kamati ya maswala ya nje ya Seneti ya Marekani imepitisha rasmi mswada unaotaka kufanyika kwa tathmini ya kina na mapitio ya kimkakati kuhusu uhusiano wa pande mbili kati ya nchi hiyo na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii imechukuliwa kufuatia kile kilichoelezwa na wabunge wa kamati hiyo kuwa ni ongezeko kubwa la matukio yanayohusisha vurugu za kisiasa pamoja na kudorora kwa misingi mikuu ya demokrasia na utawala bora nchini Tanzania. Muswada huu ambao umewasilishwa kwa ushirikiano wa vyama vyote viwili vikuu vya kisiasa nchini Marekani ulitayarishwa na Senator Jean Shabin kutoka chama cha Democrats akishirikiana kwa karibu na Senator Terry Crews anayetoka chama cha The Republican. Maamuzi haya ya kihistoria yamefikiwa wakati wa kikao maalum cha kamati hiyo cha Seneti kilichofanyika tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka wa 2026 ambapo miswada mbalimbali inayohusu sera za kigeni za Marekani ilijadiliwa na kupitishwa kwa kura za walio wengi. Mswada huu maalum unajulikana kama sheria ya tathmini upya ya uhusiano wa pande mbili kati ya Marekani na Tanzania wa mwaka 2026. Lengo lake kuu ni kuielekeza serikali kuu ya Marekani kutekeleza mapitio makubwa na ya kina ya ushirikiano wake wa muda mrefu na serikali ya Tanzania. Mapitio hayo yatahusisha uchunguzi wa athari zinazotokana na mwenendo wa sasa wa kisiasa wa Tanzania dhidi ya maslahi mbalimbali ya Marekani katika ukanda nzima wa Afrika Mashariki. Aidha, nyaraka za muswada huo zinafafanua kuwa tathmini hiyo itajikita katika kuangalia kiwango cha ukiukwaji wa haki za kisiasa na kijamii unaoripotiwa kutokea nchini Tanzania pamoja na namna matukio hayo yanavyoathiri ushirikiano wa kidiplomasia uliopo sasa kati ya mataifa haya mawili. Uamuzi huu unalenga kuweka wazi mtazamo wa Marekani kuhusu ushirikiano wake wa kimaendeleo na nchi washiriki wa bara Afrika, ambapo vigezo vya demokrasia vinachukuliwa kama nguzo kuu ya kupima ufanisi wa misaada na mikakati ya kibiashara. Maseneti hao wawili wamesisitiza kuwa ushirikiano wowote wa siku zijazo lazima uzingatie misingi ya kuheshimu haki za binadamu na kuzuia vitendo vyote vinavyoweza kudhahatarisha usasia wa raia au kukandamiza upinzani wa kisiasa. Mapitio haya mapya yanatarajiwa kuangalia sekta mbalimbali za ushirikiano ikiwa ni pamoja na misaada ya kifedha, miradi ya afya, elimu na mipango ya pamoja ya usalama wa kikanda ambayo imekuwa ikitekelezwa kwa miaka mingi. Eneo lingine muhimu lililotajwa katika mswada huo ni hitaji la kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mahusiano yanayozidi kuimarika kati ya serikali ya Tanzania na mataifa ya China pamoja na Urusi. Kamati hiyo ya Seneti inataka kupata picha kamili ya jinsi ushirikiano huo unaokuwa kwa kiuchumi, kijeshi na kidiplomasia kati ya Tanzania na nchi hizo mbili unavyoweza kuathiri maslahi ya kimkakati na ya kiuchumi ya Marekani katika eneo la Afrika Mashariki. Maseneta hao wanaona kuwa upanuzi wa ushawishi wa China na Urusi katika ukanda huu unaweza kubadilisha mwelekeo wa kisiasa na usalama, na hivyo kuna haja ya kuwa na ripoti kamili itakayowezesha serikali ya Marekani kuchukua hatua stahiki za kulinda nafasi yake ya kijiografia na kiuchumi. Uchunguzi huo utachambua kwa makini mikataba yote mipya ya kibiashara na uwezekaji wa miundombinu inayohusisha makampuni ya China na Urusi nchini Tanzania ili kuona kama inaleta ushindani usio wa haki au kama inaondoa utegemezi wa Tanzania kwa mataifa ya Magharibi.
Kamati hiyo ina wasiwasi kwa mahusiano ya karibu ya Tanzania na mataifa haya mawili makubwa yanaweza kudhoofisha juhudi za Marekani za kukuza demokrasia na soko huru barani Afrika. Hivyo tathmini hiyo utatoa picha kamili ya kiwango cha ushawishi wa kisiasa na kijeshi ambao Beijing na Moscow zimefanikiwa kujenga nchini Tanzania miaka za hivi karibuni. Mchakato wa muswada huu ulianza rasmi tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2026 pale maseneti Jean Shaheen na Ted Cruz walipowasilisha kwa mara ya kwanza mbele ya bunge la Seneti. Baada ya ushawishaji huo wa kwanza, mswada huo ulipelekwa kwenye kamati ya mahusiano ya nje kwa ajili ya kufanyiwa uchambuzi wa kisheria na kimaudhui na wataalamu wa masuala ya kidiplomasia. Tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2026, kamati hiyo ilipiga kura na kupitisha mswada huo, ikimaanisha kuwa umeongezwa mbele kutoka ngazi ya kamati na kwenda kwenye hatua inayofuata ya mchakato mkuu wa kutungwa kwa sheria za nchi hiyo. Hatua hii inaashiria kukubalika kwa hoja zilizowasilishwa na maseneta hao na kupewa kipaumbele cha kiutawala ili ujadiliwe na bunge nzima. Kupitishwa kwa muswada huu katika ngazi ya kamati ni ushahidi kuwa masuala yanayohusu Tanzania yanatazamwa kwa ukaribu mkubwa na viongozi wa ngazi za juu wa Marekani. Baada ya hatua hii, mswada huo sasa utaratibiwa ili uweze kuwasilishwa kwenye ukumbi kuu wa Seneti kwa ajili ya mjadala mpana na kupigiwa kura na wabunge wote. Ikiwa utapata kura za kutosha huko, utapelekwa pia katika baraza la wawakilishi ili kuhakikisha kuwa wabunge wote ama mabunge yote mawili yanakubaliana na maudhui yaliyomo kabla ya kukamilisha hatua ya mwisho ya kisheria. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa kikao hicho kilichopitisha miswada mbalimbali ya sera za kigeni, Seneta Shaheen alielezea kuwa hatua hiyo inaonyesha dhamira ya dhati kwa kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti katika kuimarisha uongozi wa Marekani duniani kote. Alisisitiza kuwa mchakato huo unalenga kulinda usalama wa taifa la Marekani Network na kuhakikisha kuwa sera zote za mambo za nje zinazotekelezwa zinaleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa Marekani. Kulingana na maelezo yake, usimamizi wa karibu wa demokrasia na haki za binadamu katika mataifa mashariki ni sehemu ya mikakati ya muda mrefu ya kuhakikisha usalama na utulivu wa kimataifa unadumishwa chini ya misingi ya sheria. Iwapo mswada huu utafanikiwa kupitishwa kikamilifu na bunge nzima la Marekani na kisha kutiwa saini na Rais Donald Trump ili uweze kuwa sheria kamili ya nchi, utaleta mabadiliko makubwa ya kiutendaji katika idara za serikali. Sheria hiyo itaipangia serikali ya Marekani jukumu la kisheria la kuandaa na kuwasilisha ripoti rasmi ya tathmini ya bunge ndani ya muda uliopangwa. Ripoti hiyo itapaswa kueleza kwa kina hali halisi ya mahusiano ya kidiplomasia, mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania na nafasi ya nchi hiyo katika mazingira ya sasa ya ushindani mkali wa kimataifa unaohusisha mataifa makubwa lenye nguvu nzito duniani. Tathmini hiyo itatoa mapendekezo ya jinsi Marekani inavyopaswa kurekebisha misaada yake, miradi ya maendeleo na ushirikiano wa kiusalama kulingana na matokeo yatakayobainika katika ripoti.